Hongera sana kwa Juma Jux kwa kushinda tuzo nchini Nigeria. Juzi weekend iliyopita alishinda tuzo na ni tuzo ambayo imekuwa na maswali mengi sana. Some people wanasema kwamba baadhi ya watu wanasema kwamba Jux hakustahili kushinda hiyo tuzo. Lakini ukiangalia kwa mimi anastahili. You understand? Na yote kwa sababu ya mazoea. Baadhi ya watu ni wa Tanzania, si ndio? Mimi nitakuja kuzungumzia hapo mbele, tutazungumzia kwa nini watu wanasema hivi. Okay. Na nini kilitengenezwa huko nyuma ambacho kinapelekea haya ambayo yanatokea sasa hivi watu kuzungumza maneno kama. Ni tuzo ya Afrima tuzo ya Afrima. Mambo vipi? Fina Jerry? I'm good. Uko fresh. Hivi ushapata boyfriend sasa hivi? Mimi na boyfriend wangu akikusikia unasema hivyo atajisikia. Umeshapata? Kwani mimi nilikosa? Jamani. Tuna video zako? Sijapata. Haujapata? Ni swala la kuvumilia. Tafuta mwenye matatizo mmoja. Mbona kuna mtu amevumilia mtu wa Omani? Kiukweli nimechoka, hata Mwandambo achoki namna. Sarafina, umeona jinsi ambavyo watu wanazungumza kuhusiana, maoni yao kuhusiana na haters gonna hate brother. Watanzania ni wana hate. Sio Watanzania wote, baadhi yao. Of course nikisema Watanzania wana hate, huwezi kusema wote wana hate. Baadhi yao sijui kwa nini wao wanapenda ku-underrate jitihada za wasanii. Yaani kama hivyo Harmonize amefanya labda movement zake Nigeria, hamna kitu pale. Sio show yake. Yaani kuna namna huwa wanadogosha vitu. Alafu hata kwenye maisha yetu ya kawaida wanafanyaga hivyo, najua. Diamond ameenda sijui wapi akajaza watu wa Nigeria wanashangia kwa amechukua upepo wa Jux. Hata soe. Sijui wakaenda wapi tena Rayvanny kapiga show, sijui ilikuwa ni Grammy. Video sijui kuna video ya mdada alikuwa amesimama pembeni, sijui inaonyesha watu wachache ndo wanaisambaza. Yaani badala waifiche ndo wanaisambaza. Hata kwenye maisha yetu ya mtaani tu. Yaani ukifanya vitu ambavyo watu hawategemei, yaani yule mfano leo hii Sarafina umejipiga umenunua zako kagari, mwanaume. Kumbe ajui ulikuwa na save kiasi gani? Asma kafungua duka pale juu sasa na mwanaume. Kuna mkono wa mwanaume pale. Jamani, kwani nyinyi huyu binti amumuone akifanya cheka tu? Kwamba yeye apatia. Amumuone ana platform zake, ana YouTube, ana Facebook. Kweli kwa nini hamtaki kwa nini msimuelevate mtu kwamba yule ajifanya vile tu ana hela yule? Kwa nini hawasemi? Wanasema yule zile ile suti bega. Sikuna mtu kaweka hela pale, sio yake. Kaongwa na mwanamke yule. So nimeona comment za watu kuhusiana na Juma Jux kushinda tuzo ya Afrima huko nchini Nigeria. Of course tuzo imefanyika last week na Jux amefanikiwa kuondoka na hiyo tuzo. Maneno yamekuwa ni mengi sana kuhusiana na Jux kushinda hiyo tuzo. Wapo ambao wanasema kwamba alistahili, wengine wanasema kwamba hakustahili, mtu kama Diamond alistahili na nini. Maneno yamekuwa ni mengi sana kwenye social media. So all in all ni kwamba tu shida ni moja, naweza nikaamini Watanzania, naweza nikasema Watanzania wengi hasa kwenye entertainment industry nizungumzie, tuna maisha ya kukariri kwamba kitu bora anatakiwa kufanya msanii fulani, kitu bora anatakiwa kufanya msanii fulani. Yaani kuna mtu tu anaamini kwamba fulani ndo anastahili kuwa hivyo. Mfano juzi nilikuwa naambia kwamba kwa nyimbo ambazo zimetoka mwaka 2025, Mario ndio msanii ambaye ana nyimbo nyingi zenye views wengi zaidi YouTube. Maroboti. Sio maroboti. Nani fulani. Pita kaangalie sasa, acha ubishi. Njoo na fact. Total views inawezekana kamzidi kwa sababu ana nyimbo za nyuma bado zinafuatiliwa za wasanii wengine. Umeelewa? Lakini ukija kwenye nyimbo ambazo zimetoka mwaka 2025 zimepakiwa YouTube, Mario ana nyimbo 3 ameingiza zina views zaidi ya milioni 30. Lakini mtu anabisha. Unamwambia Mario ndio kaongoza Spotify, ndio wimbo wake umeongoza kuwa streamed Spotify. Hasa utakataa ukiambia Mario ni msanii bora digitali na kila kitu kwa mwaka 2025? Kwa sababu tumeshakalilishwa kwamba fulani na fulani wale ndio wasanii wakubwa. Ni ile kwamba wewe huwezi kula filigisi, inaitwa filigisi ile ya kuku. Anakulaga baba. Ni kwamba yani mtoto ukionekana umeishika. Sasa filigisi ninakuliacha. Sasa wewe tuzo ile nakumbuka mke wa zamani wa Two Face ndo alitaja jina la Jux kwenye kushinda tuzo pale. Uliona wa Nigeria walivyoshangilia? Uliona? Bado mnasema kijana astahili tuzo. While kijana huyu nyimbo zake, angalia God Design,
God Design ndo Ayomitide. Ana ngoma yake nyingine amefanya na Diamond pia mwaka jana. Yeah, of course amefanya nyimbo. Of course anastahili bana Mwamba. Kwa nini mnasema amenunua? Wanauza shilingi ngapi tukamnunulie na Amorapa? Kama ni hivyo ni rahisi. Jux pia amepata support kutoka kwa Nigeria. Amepata audience mpya ambayo ni kubwa. Alafu kumbuka wa Nigeria wana nguvu kwenye industry ya entertainment kwa Afrika. Sio wapi wala wapi, Afrika. Na sasa hivi duniani wana nguvu. Alafu Jux ana nguvu huko Nigeria. Sijui mnaelewa haya mambo yanavyoenda. Lakini pia hiki ambacho nakifanya mashabiki moja kwa moja kinaenda kuwagombanisha wasanii ambao hawana uwezo mzuri wa kufikiria, wanagombana sasa. Nani agombane? Kwa nini? Ngoja nikwambie. Maneno mpaka wanafika watu stage wanagombana ni watu wanatengeneza. Yani kwamba Sarafina una mshikaji wako, mtu anakuja Sarafina ni fulani bwana sema vibaya. Ngoja kwanza hiyo. Mimi mbona sina shida naye? Ngoja kwanza Ricky. Kwamba wakagombana kwa sababu Jux amenunua tuzo. Tufanye amenunua. Hujaelewa. Yani maneno ya kwamba amenunua, mwingine anakuja Diamond anatumia upepo wa Jux. Mwisho siku za Diamond sasa haya basi ngoja niache mtu nifanye mambo yangu. Afrika unasema hiyo. Sasa Diamond ni kweli wa kugombana na Jux kwa sababu ya nani? Maneno. Kwanza yule kwake biashara yake mwenyewe naamini mniseme vibaya mniseme vizuri ndo biashara. Hata kama no inafika stage unaamua ukae mbali. Unajua Diamond ni mtu ambaye kwani kutumia upepo wa mtu kuna dhambi gani? Tuanzie hapo. Kutumia upepo wa mtu kuna dhambi gani? Hamna shida. Diamond ni mtu ambaye kila zigo la ubaya anatwikwa yeye kwenye industry. Nikupe mfano hata issue ya Fela, umeona? Mzigo wote ni wako. Kwani ndo msanii pekee alikuwa kwa Fela? Na bado hapo amesaidia. Fela amesaidia wangapi wamefanikiwa kwa kulizidi Diamond? Timisi kwamba umefanikiwa Diamond ukiachilia mbali mchango wa kila mkubwa Fela na management yake kwa jumla. Ni juhudi binafsi. Ni Chege zikanufaika. Chege sana maisha. Kwani hawezi kumsaidia? Why amuongeze? Mti wenye matunda. Ndio nakwambia hivi. Mwisho wa siku Diamond kama ukaza zake pembeni bana, basi mimi kama nilikuwa nasaidia kwa upande wangu nimeshatoa gharama hizi naonekana kama sifai, acha nikae zangu pembeni, naanza tena kumlaumu. The same Diamond kiwalisia kabisa. Juma Jux anapandishwa kwenye tuzo za Trace nchini Rwanda. That is Diamond Platnumz. Tukubali tukatae, ni influence yake yeye ambayo yuko nayo. Tukubali game ya muziki wa Bongo Flava East Africa imekuwa monopolized na Diamond Platnumz. Ndio kashikilia game hii. Mimi nataka nikwambie hivi. Wewe hii kauli yako kusema sijui mwisho wa siku wasanii watagombana. Diamond hawezi kugombana na Jux kwa sababu eti watu wanasema anachukua upepo wa Jux. Sio kweli. Unaweza ukaambiwa vitu vingi mpaka sasa wewe mwenyewe unajua kwamba kuna wasanii wengine wana beef huku kwenye uso wa dunia, lakini kwenye maisha yao ya kawaida ni washikaji tu. It means wanajua hii ndo biashara, ni showbiz. Labda kama hiyo kujikataa kwa Jux aigeuze kwenye showbiz, maana yeye ni king of showbiz. Ndio hivyo, lakini eti ile serious kabisa moyoni mwake anaumia, ashavuka huko. Anaambiwa sijui Zuchu ampendi, anamtumia yeye ndo anaingiza hela nyingi WCB. Ila naye kienda hivyo napo. Ukizungumzia nikajua kwenye mapenzi. Hapo kwenye mapenzi tu ache Diamond sita cha kumtetea. Mimi nasemea kwenye biashara. Kwenye mapenzi sina cha kumtetea Diamond. Kwa nini? Ana misala yake baba, acheni tu. Kwa nini? Kwenye mapenzi? Utapata dhambi za bure tu. Mwache tu Diamond. Kwa nini? Wewe unajua yapi? Hapana. Uje kuna misala mingine. Mambo ya Shemtosi. Mambo ya Shemtosi. Umemcheck Tosi kwani? Tosi hawezi kuongea yoyote. Unajua, tuzungumze mambo mengine ya kimuziki. Mambo ya mapenzi na Diamond ni mwache. Yaani hiyo kesi utashikwa ubaya bure kwa sababu Juma kaniambia kwamba Zuchu amefundwa akafundika na ndio yuko pale kwenye ndoa. Diamond is unteteable. au kwenye hizo lawama unaingiza ile ya kina MC unquepecable things. Yani ni unteteable Diamond. Hakuna namna unaweza kumtetea Diamond kwenye kesi ya mapenzi kwa sababu kuna asilimia kubwa inawezekana ikawa kweli au ikawa uongo. Tumwache. Maimartha anakuambia yule binti uliofanya na interview hapa na ujauzito wa Diamond. Ila maana ya kumwacha tu, maana ya kumzingatia. Anaweza kamka asubuhi akasema Sarafina ahamia na nilio. Diamond hawezi kuteteleshwa na maneno ya kusema kwamba eti Jux anautumia upepo wa Jux. Anajua kabisa kwamba mimi ndo nimemleta hapo kwenye ramani. Na huenda hata kabisa hizo movement za kwamba Jux anaenda zake safari za huku yeye ndo alikuwa anampusha. Ya Juma.
opportunity hiyo. Dondoka huku. Afu Diamond nafikiri ni wale watu ambao nikiwa na mshikaji wangu mimi nataka tufanikiwe na mshikaji wangu. Yaani wewe usiniambie chochote. Ila kwenye mapenzi sitaki tuzungumzie kwa sababu wapo ambao wamefanikiwa kupitia Diamond wanasema, lakini wapo ambao wamefanikiwa kupitia Diamond hawasemi. Ila kuna siku moja atakapo inawezekana nikadondoka mimi kabla yake au akadondoka yeye kabla yangu, watatokea kuzungumza maneno mazuri kuhusiana naye. Hata hao ambao unaona wanamuona ni mbaya watazungumza alofanywa. That is human being. Mamake anamuita Tom Kaka kijwa. Mimi naitwa Ricky na hii hapa ni Ricky Media. Nilikuwa na Sara. Kwa hiyo amenunua hajanunua bana wewe. Kanunueni nyinyi wangapi na hela? Simkanunue.